Wapenzi watazamaji, Edwin Sifuna ameweza kupea William Ruto na Oburu Odinga tumbo joto baada ya mkutano wa Kitengela ambao maelfu ya wananchi waliweza kuhudhuria. Serikali imekosa uzingizi. Mikutano mitatu imeweza kutendeka baada ya Sifuna kufanya mkutano mkubwa Kitengela, na sasa anapanga mkutano mwingine upande wa Kakamega siku ya Jumapili tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2026. Mkutano wa kwanza, William Ruto baada ya kusikia Sifuna na kikosi chake wanaelekea upande wa Kakamega, aliita viongozi wa bunge kutoka kaunti ya Kakamega wakakaa chini kuzungumza jinsi ya kumsimamisha Edwin Sifuna. Kanda hiyo niliweza kuiunda hapa. Mkutano wa pili, William Ruto aliweza kuita Oburu Odinga Ikulu, ambaye ni party leader wa chama cha ODM. Wakazungumza. Kutoka hapo, Oburu Odinga akaja akaita Gladys Wanga kwenye mkutano, na kitu ambacho kimefanya viongozi hawa kuita mikutano ya dharura ni Edwin Sifuna. Mikutano yake ambayo inazidi kupendwa na wananchi. Msimamo wa Edwin Sifuna umefanya maelfu ya wananchi kuvutiwa naye. Sasa ninaambiwa mkutano wa Oburu Odinga na William Ruto Ikulu ulikuwa wa kisiri. Hakuna picha ambayo iliweza kupigwa. Ulikuwa ni wa kisiri. Close the door meeting. William Ruto anamuuliza hivi, ni kitu gani ambacho hajaweza kumpea Oburu Odinga ili kumumaliza Edwin Sifuna kisiasa? Kama ni pesa amempa, kama ni pesa ameweza kumpea kuhonga wananchi, kufika kwenye mikutano ya chama cha ODM. Kama ni viongozi wa ODM wameweza kulipwa wakamuondoa Edwin Sifuna, mbona anazidi kuwika baada ya William Ruto kutoa pesa? Hilo ndilo swali ambalo Oburu Odinga anaulizwa. Mzee wa watu amejiingisha kwenye matatizo. Mzee kama Oburu anapaswa kukaa nyumbani bwana, apumzike. Sio kwanza kurukaruka kutoka hapa. Haya mambo ya party leader anapaswa kuachia vijana kina Babu Owino, Edwin Sifuna. Lakini kutokana na tamaa mbaya, angalia mzee kama huyu mwenye anapaswa kupumzika ndiye anazunguka kote nchini. Jamani, hichi sio kile chama ambacho tuliweza kuunda ama tuliweza kukijenga cha Babu Odinga. Mzee anaenda kuulizwa maswali, ni kipi ambacho hajaweza kupewa ili kuweza kuhakikisha kwamba Edwin Sifuna nazama. Kama ni goons waliweza kupanga upande wa Kajiado, mitambo ikaharibiwa, lakini Edwin Sifuna mikutano ikaundwa. Kitu ambacho kinauma William Ruto, Sifuna tena anaelekea upande wa Kakamega wikendi. Sasa baada ya huo mkutano wa lisali moja wa William Ruto na Oburu Odinga, Oburu Odinga aliweza kuita Gladys Wanga ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ODM. Na picha ambayo imeweza kutoka kwenye mkutano wa Oburu Odinga na Gladys Wanga
inazungumza. You know, body language inaweza ikazungumza, inaeleza kila kitu. Umewahi jiuliza, wewe ni mwalimu hapa hivyo, najua ninazungumza na watu wengi, nazungumza na walimu. Kuna mwalimu ambaye niliweza kupata kisi Bubaracho na kusalimu hujambo. Aliweza kunitambua, aliniita akaniambia, Bwana Ezra, ninakujua wewe, huwa tunakutazama. Nilikuwa napita zangu, akanisalimia. Sasa mpenzi mtazamaji, wewe ni mwalimu, unafunza darasani, unapata kwamba mtoto amelala au mtoto anapiga stori kwingine au mtoto fikira zake ziko mbali, hata wewe utachoka. Sasa Oburu Odinga akaweza kumuita Gladys Wanga kwenye hiyo picha. Wacha tuweze kuianalyze sasa, tuichambue hiyo picha. Mpenzi mtazamaji, mtu mwenye anatambulika hapo ni Oburu Odinga pamoja na Gladys Wanga, lakini hii picha inazungumza. Angalia Gladys Wanga jinsi ambavyo anampima Oburu Odinga. Mbona Gladys Wanga anamwangalia Oburu Odinga kwa macho hivi? Haya macho ni ya dharau by the way. Hapana. Yaani huyu ni Edwin Sifuna mwenye ameweza kufanya mpaka viongozi wameanza kuchukiana. Unaona venye anaangalia Oburu Odinga? Yaani inaonekana kwamba kwenye akili za Gladys Wanga zinamwambia kwamba Oburu Odinga ni ameweza kuharibu chama. Yaani ni kana kwamba Gladys Wanga anaona kwamba Oburu Odinga ni ameweza kuharibu chama kwa sababu ameshindwa kumnyamazisha Edwin Sifuna. Hebu niambie wewe mwenye unaona hiyo picha, kwa sababu hii picha ni ya mkutano wa leo baada ya Sifuna kuweza kuandaa mkutano mkubwa upande wa Kitengela. Picha hii inazungumza. This picture speaks volume. Inazungumza. Kitu cha kwanza, kuna mgawanyiko ndani ya chama cha ODM. Hata viongozi sasa imefika mahala ambapo wamechoka. Hata viongozi wenyewe wamechoka. Wamepewa pesa lakini hata wavutii umati. Sifuna hajapewa pesa lakini maelfu wanaenda kwenye mikutano. Unajua kitu ambacho kinawauma ni hichi. Mombasa walipewa pesa, wakapeana pesa kuelekea kwa wananchi kufika kwenye mkutano wa Tononoka Grounds. Simuliona hiyo video? Niliwaonyesha. Licha ya wananchi kupewa pesa, walifika kwenye uwanja, wakaanza kurusha mchanga, wakaanza kuimba Sifuna Sifuna. Sasa hivi ndio wameweza kugundua kwamba bila ya Sifuna chama cha ODM sio chama bila ya Sifuna. Hapa wanajaribu kujiuliza ni jinsi gani ambayo wataweza kumnyamazisha Edwin Sifuna au waweze kuleta chama cha ODM pamoja, kwa sababu jinsi ambavyo tunazungumza, Edwin Sifuna amekataa katakata, hawezi akaondoka kwenye chama cha ODM. Namba 2, Edwin Sifuna yuko na support ya familia ya Odinga. Ida Odinga yuko nyuma ya Sifuna. Winnie Odinga yuko nyuma ya Sifuna. Walililia wembe, wakafikiri kwamba watalipwa pesa waende na Mombasa wamtoe Edwin Sifuna. Walifikiri kwamba wakimtoa Edwin Sifuna mambo yatakuwa nywee, mambo yanazidi kuharibika. Na wacha nikwambie, kwa miezi mitatu ijayo, huyu ni Gladys Wanga, huyu ni Oburu Odinga, huyu ni Junet Mohamed, huyu ni Simba Arati, huyu ni Abdul Swamad Sherif na wengine wataona moto. Wataona moto. Kwa nini wanaona moto? Wamepewa pesa, ground haiwakubali, ground imewakataa, ground haitaki stori zao, ground inataka Sifuna.
Yaani yule mtu ambaye mwenye hawakuwa wanataka kwa chama ndiye anapendwa zaidi. Mfano, kipindi ambapo walikuwa Tononoka kipindi ambapo walikuwa Tononoka, kipindi ambapo walikuwa Tononoka, mpenzi mtazamaji, kumbe walikuwa wanaangalia Edwin Sifuna bado na mkutano wake wa Kitengela. Sasa picha za hawa viongozi kipindi ambapo walikuwa kwenye mkutano, mambo yalichemka. Kumbe walikuwa wanaangalia mpaka Edwin Sifuna. Angalia picha kama hii, angalia picha kama hiyo. Gladys Wanga alipoona kwamba Edwin Sifuna amevutia umati, walichoka. Hata unaona Junet Mohamed alikuwa anachungulia ule mkutano wa Sifuna, ni kana kwamba wamegundua kwamba Edwin Sifuna si mchezo. Kumbe huu mkutano ambao Oburu wa Odinga alikuwa na Gladys Wanga mpaka gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sherif alikuwa. Mwelekezi wangu ameweza kunipea picha zaidi, na ninaambiwa kwamba baada ya mkutano wa Mombasa ambao ulikuwa ni mkali, wananchi waliwakataa. Wananchi hawakuwa wanawasikiliza, licha ya kuwalipa wananchi waweza kufika kwenye mkutano, wananchi wakakataa, na wakaona mkutano wa Edwin Sifuna jinsi ambavyo ulikuwa mkubwa, wameamua kumtafuta Askofu Robert Wafula ili aweze kuwaombea baada ya mkutano wa Edwin Sifuna kuwa mkali. Sasa huyo wa katikati mwenye unaona hapo ni askofu mwenye anaitwa Robert Wafula, na unaona hapo ni kana kwamba walikuwa wameenda kutafuta maombi mpaka Governor Abdul Swamad, unaona yuko hapo, ama walienda kumtafuta huyu Robert Wafula ambaye ni askofu ili kujaribu kuzungumza na Edwin Sifuna apunguze temba yake ya kuleta mikutano mingi ambayo imeweza kufanya viongozi wa ODM kukosa usingizi. Unaona? Walichezea wembe, mambo yamekalia magumu. Wameenda kutafuta mpaka mapasta wakuja kuongelesha Edwin Sifuna. Wameenda kutafuta mpaka maaskofu wakuja kutafuta Edwin Sifuna wamuongeleshe. William Ruto unaona aliweza kuuliza Oburu, nimekupea kila kitu, pesa nimekupea, protection nimekupea ya maafisa wa polisi, mbona hamjaweza kutuliza joto ndani ya ODM? Anamuuliza, hizi kura ambazo mliniambia mtanipea kweli? Kwa hii miezi mitatu ambayo ijayo ndani ya ODM kutawaka. Upande wa Sifuna umeweza kusimama na wananchi, na wananchi wamesema kwamba hawataki Sifuna aingie kwa serikali. Mambo yatachemka. Nitazidi kuwajulisha yale ambayo yanaendelea. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali nipe wazo lako kuhusiana na haya mambo ambayo yanaendelea kwenye chama cha ODM. Tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi, alafu taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Mpenzi mtazamaji, hakikisha kwamba kama uko na kijana pale nyumbani mwenye hajaweza kujikatia ID, hakikisha kwamba ameweza kujipatia kitambulisho ili kuweza kuhakikisha kwamba katika uchaguzi ujao tunazungumza kwa sauti ila pamoja. Mimi ni Bwana Ezra, asante sana kwa kunisikiliza, tupatane kwa kanda ijayo.